Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 5 na dakika 34 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaenda moja kwa moja kwenye mjadala ambapo tutakuwa tunaangazia hasara, machafuko, matokeo ya maandamano ya Jumatano. Hali halisi ikoje? Idadi ya vifo, hasara, uharibifu, na je, waandamanaji walikiuka haki? Walikiuka mahali ambapo walifaa kufika, ama hali ikoje? Kwa sababu tumeshuhudia ama tulishuhudia afisi za serikali ama ofisi ambazo zinatoa huduma za serikali, ima ni mahakama, baadhi ya ofisi za manispaa, baadhi pia ya vituo vya polisi, vituo pia vidogo vya polisi, barabara, pia mali ya watu binafsi iliweza kuharibiwa. Kiwango cha uharibifu ni kikubwa mno, haswa katika maeneo ya Nairobi, kaunti ya Machakos pamoja na kaunti jirani za Nairobi, ikiwepo ni pia katika kaunti ya Kiambu. Ndiposa niko na wageni wangu hapa, watakuwa wanatueleza hali halisi ilivyo, na je, tunaelekea wapi kama taifa? Isiwe itakuwa hivi mwaka baada ya mwaka, kwa sababu masuala haya ama machafuko ya aina hii tulianza kuyashuhudia mwaka 2024. Sasa tuko katika mwaka 2025. Pia watakuwa wanatueleza iwapo maandamano ya jana yalizidi yale ya mwaka jana. Watakuwa wanatueleza hali halisi jinsi ilivyo. Nikiwa naye nitaanzia kule Lucas Kimanthi, yeye ni mkurugenzi msaidizi katika ile tume ya kitaifa ya kuangazia haki za kibinadamu, inayotetea haki za kibinadamu. Karibu sana Lucas. Tunaye Daktari Alphonse Kanga, yeye ni mwenyekiti wa baraza la makanisa nchini NCCK tawi la Nairobi. Karibu sana daktari. Asante sana, asante sana. Na pia tunaye John Nene, yeye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana John. Asante sana. Ni fahari yangu kwamba mmeweza kufika hapa leo asubuhi ili tuweze kueleza wananchi jinsi, taswira kamili, tuseme ukweli jinsi hali ilivyo. Na nitaanzia na wewe Kimanthi. Kuna ile taarifa ambayo KNCHR ilitoa hapo jana jioni kuhusiana na idadi ya vifo, idadi ya wale ambao walijeruhiwa, pamoja na pia haki za ama uhuru wa vyombo vya habari, jinsi uliweza kukandamizwa hapo jana. Tuanzie na idadi ya vifo. Kufikia jana, kulingana na taarifa yenu, mlitoa kwamba watu 8 waliaga dunia, lakini idadi inaonekana inaongezeka. Asubuhi ya leo, jinsi unavyosimamia pale, hali ikoje? Idadi ikoje? Asante. Vile jana tuliangazia masuala vile yalikuwa yanaendelea. Taarifa ambayo tulitoa hapo jana kwamba watu 8 walipoteza uhai. Na kama vile umesema, kuna wale ambao wako kwa hospitali, na tayari kuna wenzangu ambao wako kwa ofisi wanaendelea kuchunguza na kuangalia kama hiyo idadi pengine inaweza kuwa imeongezeka, alafu kisha baadaye tutatoa taarifa nyingine. Asante. Kwa hivyo tutatarajia kwamba mtakuwa mnatoa taarifa nyingine hapo baadaye, wakati wote kuanzia hivi sasa, kulingana na zile taarifa ama ripoti ambazo mtakuwa mmepokea kutoka wale ambao wametumwa katika maeneo tofauti. Ndio. Ningetaka pia daktari uzungumzia kuhusiana na hilo. Idadi ambayo pia inaendelea kutolewa, kuna baadhi ya shirika pia, vyombo vya habari kimataifa vinatangaza pia zaidi ya watu 13 wameaga dunia. Hali ikoje? Kwa sababu pia NCCK inachangia sana pia katika kupata hizi idadi. Hali ikoje? Idadi bado ni hiyo 8 ama ni zaidi? Jana tulikuwa tunaambiwa 9. Hawa wanasema 8. Kwa hivyo sisi tulipokusikiza vile wanaendelea tuliambiwa 9. Lakini sasa tunasikia hawa wanasema 8. Vyombo vya nje vinasema wengi kuliko hao. Zaidi hata ya 15. Zaidi ya 15. Kile tukasema kwamba saa hizi ndio tumeamka asubuhi, saa hizi ndio tunaendelea kupata ripoti kutoka pande zetu zote. Sisi kama wakuu wa chama cha NCCK tumekutana pale Limuru, tunaendelea na mkutano wetu. Kwa hivyo tunapata ripoti kutoka matawi yetu yote ya nchi. Ifikiapo saa 7 saa 8 tutakuwa tumejua ni watu wangapi ambapo tumeweza kupoteza. Lakini Agnes, mimi hata shida yangu sio hiyo. Shida yangu ni moja tu. Yale mambo yalitokea jana ina maana gani kwa nchi yetu? Ni nini inaendelea? Yale mambo ningeuliza sisi wote Agnes kama wa Kenya, ni kuuliza kwamba hii ni jambo tunaweza tupilia mbali. Tunaweza sema kulikuwaje na kunaendeleaje.
Nimeuliza mwenzako tukua pale kimchezo, nikamuuliza kama nyumba inaungua na kuna mtu anaitwa chameleon. Chameleon kwa Kiswahili ni nini? Kinyonga. Na kama nyumba inaungua na kinyonga ako ndani ya nyumba, yeye hufanya nini? Itabidi akae pale angoja aungue, ama atajaribu kutoka, ama atapatilisha kala, ama nini itaendelea? Itakuwa sio mrefu sana kama atasema hakuna kitu inaendelea, endelee kukaa pale, ama asema apatilishe kala. Itabidi either aongeze mbio apate kuondoka, ama aitane asaidiwe, ama jambo lifanywe. Hili sio jambo la kuchukua kwa mzaha tuseme itaendelea imeisha. Kwa nini nasema hivi Agnes? Nasema hivi sababu tukiangalia vizuri vile mambo imekuwa ikiendelea. Hapa awali tulikuwa tunasema mambo ya maandamano ilikuwa inatengenezwa na watu fulani. Wengine walikuwa wanaitwa baba, wengine walikuwa wanaitwa nani. Na ikitengenezwa tulikuwa na uwezo wa kwenda, sio sisi lakini viongozi wakati ule walikuwa na uwezo wa kwenda kuwafungia kwa nyumba. Mtu mmoja pale, mwingine pale, wanafungiwa saa 7 tunasema tunaongojea tuwaoni. Lakini sasa mahali tumefika ni kitu ambayo iko, na pia wakati huu kulikuwa kunasemekana mtu amepeana pesa hii ikaendelea. Ukiangalia kile kinaendelea saa hizi, vijana, jambo la kwanza, jana peke yake walikuwa karibu 24 counties. Kulingana na KNCHR zilikuwa ni county 23. Hizo ndio tuliangazia. Hizo ndio mliangazia. Na ni kusema almost 50% ya inji, nusu ya inji walikuwako. Na sio hiyo peke yake, kwa hivyo traditional ile iko tofauti sana. Alafu ile jambo lingine ambalo ukiangalia ni hii mambo ya pesa. Ukiangalia hawa vijana hawakuwa na pesa. Hakuna pesa zilitumika. For sure huwezi ukasema hata vijana kuna mtu aliwapatia pesa. Sababu walikuwa na chupa peke yake na simu. Chupa ya maji na simu na bendera. Ni kusema ukiwaangalia hata wengine waliingia katika jumba letu pale Ufungamano, tulishangaa waliingia pale wakaanza kula mandazi kwa ile hoteli yetu Ufungamano. Na tunaangalia mpaka tunashangaa. Na ukiangalia huyu mtoto hakika, iko picha nyingine niliona mahali hata mwingine alikuwa amechukua ni mtu ya kuruka. Anataka kuruka kuingia State House. Hiyo sasa hiyo inaniambia nini? Sio hiyo wacha pesa hana. Sio hiyo peke yake. Huyu mtu ako focused. Ako na lengo fulani. Ako na lengo. Huyu mtu ako na lengo fulani ambaye anataka. Na huyu mtu resilience yake ama uvumilivu yake iko hali ya juu sana. Sababu ukiona mtu amekimbia kutoka asubuhi mpaka saa 1 jioni, huyo mtu resilience yake iko juu sana. Shikilia hapo daktari, kwa sababu huwa uvumilivu ambao kwa kweli tumeweza kushuhudia kwa hawa vijana wengi sio wa kawaida. Msukumo huo unatoka wapi? John, ningetaka pia nina uhakika mtazamaji pia anataka kujua, wakati daktari alipokuuliza hilo swali ulimpa jibu lipi? Na labda hapa kinyonga alikuwa ni nani na yule ambaye Asante sana Agnes. Tunashukuru sana kwa kutualika tuongee kuhusu nchi yetu. Nchi ya Kenya tumekuwa tukisherehekea amani muda mrefu sana. Ingawaje mambo mingi ilikuwa inafanyika, lakini watu walikuwa wananyamazia, wanameza. Sasa hii generation wameshindwa kumeza, wameamua kulipua. Na Bishop aliponiuliza nilimwambia kama ni mjinga atabadilisha rangi ya moto. Ajione ni kama hawezi chomeka. Lakini kama ni mjanja atoroke. Sisi tulikuwa tunaambiwa na wale wazima moto wakitufundisha shuleni, the first instinct is to run. Hakuna kujifanya hapo hodari. Usifikirie mara mbili. Na tunasema wale ambao wako kwa mamlaka. Hii kinyonga ni wale wameshikilia mamlaka saa hii. Kwa sababu shida ya vijana saa hii ni wanaona hii mamlaka ya saa hii haiwafanyii kazi vile inatakikana. Hata ukiangalia mara ya kwanza walidokeza mambo ambayo walitaka serikali ifanye. Mwanzo walipokuja walisema serikali iondoke. Na serikali kuu kiongozi wake ni rais. Hawakuficha, walisema kwa jina yake Ruto must go. Na hiyo ndio ilikuwa slogan.
Lakini baadaye after alijitokeza akaongea vizuri, akabembeleza vijana, akaenda pale kwa X space, vijana wakamwambia sasa ili ubaki tufanyie hivi. Alianza kufanya, baadaye akanyamaza. Hajaendelea kufanya vile vijana walikuwa wanataka. Kusema ukweli, vile ndugu yangu anasema, hizi demonstrations zitazidi tu kukua na zitazidi kukua mbaya zaidi. Hazitarudi kwa sababu lazima tuangalie mzizi ya hii jambo inatoka wapi. Mwanzo hawa vijana hata wanasema, wakiandika wanasema tuko na elimu, tumesoma na tuko na jambo la kusema na tuko na pia yani nafasi ya kusema. Lakini kitu kubwa ni vijana wamesoma. Tulitumia gharama mingi kupeleka watu shule, tukaanzia na ile shule huru ya primary. Watu wengi wakasoma, wakajua, wakawa wanajua kwamba yani ninasoma ili nipate kazi, ili nitumikie nchi yangu, ili nifanye kazi. Lakini sasa hiyo nafasi ya kufanya kazi hakuna. Vijana wako nyumbani, kusema kweli. Kila nyumba kuna vijana 2, 3, majority wamekaa nyumbani, hawana kazi. Na wanaona kwamba kwa ile elimu walisoma, kama rasilimali ya nchi ingetumika vizuri kufungua yani viwanda, kila department itumie pesa kufungua na kuendeleza, kila mtu angepata kazi. Na kila mtu angetumia ile elimu yake vile alisoma aitumie. Wako na nguvu, wako na masomo na wanakaa. Sasa ile ambayo inaleta uchungu, tunaishi katika dunia ya digital. Watu wameendelea. Ukifungua simu yako unaweza ona kile ambayo inafanyika nchi nyingine. Vijana wa nchi nyingine wanaendelea vipi? Sasa hii kuna changamoto kubwa sana nchi ya Kiafrika sababu ya huyu kijana huyu president ya Burkina Faso. Yeye anatengeneza nchi yake kupitia hisia. Hisia tu kwamba nini ndio mzuri nifanye kwa nchi yangu, na anafanya na inakuwa. Kwa sababu nchi ya Kiafrika ni nchi ambayo Mungu amebariki sana. Sisi kama nchi ya Kenya tuko na program. Sisi sio Burkina Faso. Burkina Faso ni nchi ambayo ilikuwa imevunjika kwa sababu ya vita ya kindani na pia external influence. Lakini sisi tumekuwa na amani muda mrefu, tumeweka mikakati ya maendeleo katika kila sekta. Ukiingia kila department ya serikali kuna program. Tuko na Vision 2030, tuko na Agenda 4, tuko na joint strategies, tuko na vitu ya kuendeleza hii nchi. Lakini tunavunjikia wapi? Viongozi wafisadi ambaye hawana hisia ya nchi. Kila mmoja anafikiria tu tumbo yake. Wanasema tumbo ikikuwa kubwa sana, mimi najaribu kufunguza yangu. Uone hata mguu. Anajaribu kuongeza. Huwezi ona mguu yako. Unaona ile mguu yako peke yake huwezi ona. Sasa unapata ukiangalia nchi yetu saa hii serikali imeshatengeneza. Unajua kama unaangalia kisiasa, serikali ya saa hii imeshaweka mikakati ya kukula for the next years yenye wamebaki. Hawajaweka mikakati ya kujenga nchi. Vile rais na wale wako kwa mamlaka wameshajiwekea madaraja za kupitisha pesa ya serikali iingie katika mfuko yao. Sio hii pesa ya serikali iingie katika maendeleo ya nchi. Kwa hivyo kuna ubinafsi mkubwa. Kuna ubinafsi mbaya sana, na hii serikali hatuwezi sema imeescalate sana, lakini kwa wakati huu, wakati wamechukua mamlaka, sio wakati ya kukula. Kwa sababu ni wakati ambaye pressure ya nchi imekuwa juu na watu wanataka serikali ifanyie watu kazi. Haya, shikilia hapo John Nene. Kuna masuala ambayo kuna hoja nzito ambazo mumeendelea kuzitoa na mara nyingi watu tunazizungumzia kwa sababu swala moja ambalo linawakera vijana wengi ni ukosefu wa ajira. Licha ya kwamba wana kisomo cha hali ya juu na kilicho na ushindani humu nchini na pia katika mataifa ya kigeni, wengi hawana ajira. Na Kenya ni miongoni mwa mataifa mengi ulimwenguni ambayo kuna idadi kubwa ya vijana ambao hawana ajira. Swala la viongozi kuwa na ubinafsi limekuwepo, tumelizungumzia.
Tutajikwamua vipi, Lucas? Ningetaka uzungumze, kwa sababu hata John Nene ameweza kusema kwamba iwapo hali hii hakuna mabadiliko yatakayoletwa kwa hivi sasa, itaendelea kushuhudiwa. Daktari pia amezungumzia ni hali ambayo iwapo hatuna umakini wa kiwango fulani hatutajikwamua. Tutajikwamua vipi, Lucas, kulingana na udadisi wako wewe kama mtetezi, kama unahudumu na shirika ambalo linatetea haki za kibinadamu? Kijana atanusurika vipi? Jambo la kwanza, sisi kama nchi ni vizuri mambo yakifanyika tunajiuliza maswali, na hayo maswali lazima tutafute jibu. Shikilia hapo. Kwa hivi sasa, pole sana, tutaweza kurejea na hiyo hoja. Kwa hivi sasa, baadhi ya wabunge wanaoegemea upande wa serikali ya mseto maarufu broad-based government wamefanya kikao na wanahabari katika makao ya bunge hapa jijini Nairobi, wakikashifu matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi pamoja na uharibifu mkubwa wa mali kwenye maandamano ya hapo jana yaliyoongozwa na vijana. Kwa hivi sasa tuvuke mbashara tuwasikilize. Na leo tu nataka niwaulize swali, haki ya wanabiashara ipo wapi? Kwa sababu hii si mara ya kwanza wameporwa mali yao wakati ambapo tuko na maandamano, na hakuna fidia ile ambayo wanapewa baada ya kama zile demonstrations zimefanywa jana. Haki yao ipo wapi? Nimesikia pia makanisa yakitetea hii mambo ya demonstration wakisema iwe peaceful. Lakini tangu tuwe na demonstration kwa historia ya Kenya, sijawahi ona demonstration ambayo imekuwa peaceful hata moja. Ni lazima tu wakora watateka advantage na wale wezi wataingia kwa maduka za watu na wavunje. Na kwa mara nyingi tunapata maduka nyingi zimefungwa. Kama jana ungetembea hapa town, maduka nyingi sana zilikuwa zimefungwa. Hiyo ni uchumi wetu tunaharibu. Hiyo ni biashara za watu tumelalisha. Hawa ni wazazi ambao wanategemea hizo biashara, jana wamefunga. Haki yao iko wapi katika hii nchi yetu? Haki ya polisi iko wapi? Polisi wameumia, hakuna mtu yote wa kuwatetea. Hawana any union ambayo inatetea polisi. Hii nchi tunaelekea wapi ikiwa kila mtu atakuwa mtetezi ya wahalifu? Sasa hivi arrest zote kwa hii nchi yetu ya Kenya inaitwa abduction. Mtu anafanya makosa, akishikwa na polisi inawekwa kila mahali ya kuwa mtu amekuwa abducted. Ili hali kuna makosa ile ambayo amefanya na ameshikwa kihalali. Polisi sometimes wakati wameenda ku arrest wanapata danger. Their lives is put in danger. Who is taking care of these police officers? Na ndio sababu tunaona ni kama hii nchi inaenda ikiharibika. Na hatutakubali kama viongozi kupoteza nchi yetu. Na ningewaomba nyinyi kama wananchi, tusikue tunatetea uhalifu tu. Wacha tuone uzuri wa hii maandamano ni ipi. Kama tunasema kaa jana walikuwa na commemorate deaths zile ambazo zilifanyika last year. Tumekuwa na vifo nyingi zile ambazo zimefanyika. Haswa kama 2007, 2008. Ni makovu ambayo hatungetaka kukumbuka hata kidogo. Watu waliwawa more than 1,600. Tungesema every time maovu yamefanyika, tukue tunafanya commemoration. Sisi kama nchi tutawahi fanya kazi lini? Vijana wetu Gen Z wamesema kazi ndio shida. Ajira ndio shida. Hii serikali ya William, niseme kama ile ya last time, the last government, internship walikuwa wanaandika 10,000. This government ime increase the number. Walimu wameandikwa. Tumekuwa na job creation through Nyota, ile ambayo imepea youth opportunity. Labda hatujaweza kufikia kila mmoja, lakini kila serikali ipewe wakati one step at a time. Tumeanza na hii, next time tutafanya ingine, na mimi ningependa tu kuomba rais aweze kupewa time ili aweze kufanya kazi. The more tunafanya demonstration, the more tunaharibu nchi yetu. Kama sasa vitu zile ambazo zimeharibiwa huku, nimeona mawe zimetolewa, barabara zimeharibika. Hiyo ni pesa ambayo tungekuwa tumeallocate kufanya vitu vingine vipya kwa budget ijayo, lakini sasa ni kama tunarudi reverse, tuweze repair zile vitu zile ambazo ziliharibiwa. Kwa hivyo nataka kuwaomba haswa hii shirika la human rights, ni kama hamtetei haki ya kila mwanadamu, mko na specific people wale ambao mnatetea, na hatutakubali. Itabidi either mtetee rights za Wakenya wote, wanadamu wote, ama mubadilishe jina ya utetezi wenu, kwa sababu ni kama si utetezi wa haki za kibinadamu anymore. Asante.
Nataka niseme kama kiongozi na pia kama mjumbe kwamba ile kitu tunaomba Kenya hii ni amani. We want peace in our country. We want our country to remain cohesive. We want our nation to move forward. Mambo yenye yalifanyika jana ni mambo yenye inaweza funja nchi yetu. Inaweza fanya nchi yetu iende kwa barabara nyingine. Kwa hivyo kama viongozi tungependa kusema ya kwamba we understand the challenges that we have as a country. And it is in every country, not even Kenya alone. And it is everywhere. We understand those challenges, but there are methods and routes that people normally use to solve those challenges. Not the route that we saw yesterday. So mimi mwenyewe tu ningependa kusema ya kwamba tunataka amani Kenya hii. Tunataka kuendelea vizuri mwaka wa 27 tuende election. Kama kuna mahali yenye labda inafaa kurekebishwa, hiyo ingoje mpaka election time ndio turekebishe. And this is not the first time maybe tukuwe na hii shida. Tulikuwa na hii shida 92, but you see it was because of the dictatorship at that time. Kwamba tulikuwa nataka kubadilisha katiba, and that was what came to the change of section 2A. That one was understandable. In 2007 also there was a problem, and that is why it led to the change of the constitution. But today we are not understanding why exactly people are trying to break this country. And yet we have an election that we can express our views, we can express our displeasure. The election is coming in 27. So in the meantime, let us make this country cohesive. Let us live our country as a cohesive country. Even now sometimes, kama mimi binafsi, sometimes ninakuwa na shida na labda polisi, but you see when I took over to investigate, we are waiting for the results. Na wamepeleka watu kotini, na hiyo ndio tunataka. Watu wapelekwe kotini, maneno isuluhishwe huko, sio kusuluhisha kwa street, kuvunja mali ya watu, kuharibu nchi na kuifanya nchi yetu putting our country in the brink of collapse. Yangu mimi tu ni kusema tungoje matokeo ya kotini kwa mambo zingine. Mambo zingine tungoje election ikuja 27. We do an election, then the people of this country can determine what they want. Lakini kujaribu kuvunja serikali hapa katikati, I think that one is trying to use unconstitutional means to achieve political ends. And I think that one is hard to achieve. So mimi nataka tu niseme, let our country remain at peace, let us have peace, and let us use the constitutional means to achieve whatever we want to achieve. Thank you. Hawa ni baadhi ya viongozi walio kwenye serikali pana. Tunaona jinsi sauti wanayotumia, lugha yao, pia muonekano wao. Ni mengi ambayo tunaweza kusoma kutokana na jinsi ambavyo tumeona. Lakini hata kabla ya hapo, mumelengwa. Mtetea ati mnabagua wakati mnatetea, hata wanasema iwapo itawezekana mbadilishe jina. Ni kweli mnatetea kila mmoja ama mnabagua? Na mbona watoe semi kama hizo kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu? Kwa sababu mashirika ni mengi ya kutetea haki za binadamu. Mbona wanasema kuna wale ambao wanabaguliwa? Ni kina nani wanaonekana wanabaguliwa hapa? Nitaanza kwa kusema hivi. Kazi yetu ambayo tunafanya sisi kama tume inatokana na hiki kitabu, Katiba ya Kenya. Sehemu ya 59. Na kazi yetu imeandikwa vizuri, na hiyo ndio huwa tunafuata na ndio tunafanya, na hakuna mwenye tunaweza sema ati tunabagua. Tunaangazia mahali popote ambapo kuna shida, whether imeripotiwa ama sisi wenyewe ndio tunaenda kufanya uchunguzi, hakuna mwenye tunabagua. Lile jambo lingine ni kwamba mara mingi tumeona ni kama viongozi wengi hasa katika nchi yetu, kuna shida fulani ambayo wanakuaga nayo na watetezi wa haki.
lile jambo lingine sasa, kama sisi na ile kazi yetu ambayo tumepewa na katiba, saa zingine hata inakuwa kuifanya ni ngumu. Kwa nini? Sababu hao viongozi tumesikia wakiongea, tukiitisha budget ya kufanya ile kazi ya kutetea kila mtu, tunapewa kidogo. Kama mwaka huu ambao umeisha, tulikuwa tumeitisha kitu kama 992 million. Yenye tulipata ilikuwa about 500. Okay? Hii mwaka ile pesa ambayo milioni 500 milioni 500. Kwa hivyo kukakuwa na upungufu wa milioni 492. Karibu nusu. Huu mwaka ambao tunaanzia wiki ijayo. Ukiangalia mashirika yote ya serikali na hasa yale ambayo tunafanya kazi ambayo ni kama inafanana, EACC, hayo mashirika mengine yote, ukiangalia Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Binadamu ndio imepewa ile pesa kidogo kabisa. Sasa hata imepungua kutoka hiyo milioni 500, sasa imekuja 400 na kitu. Unaona? Kwa hivyo vile hao viongozi wanaongea ni kwamba ni kama wanakuwa na shida fulani, hawataki wale watu ambao wanasema hapa unafanya vibaya, fuata sheria. Sababu ile kitu sisi huwa tunaangazia sana ni kusema fuata katiba, fuata sheria. Lakini ile kitu ambayo wanaona wanaweza kufanya mzuri ni wanatuambia nyinyi kaeni kwa ofisi, mkae hapo, kuna kompyuta, kuna stima na kuna kila kitu. Lakini kama una pesa ya kuenda kufanya ile kazi ya kutetea hao watu, utaenda kufanya namna gani? Na kuna zile sababu labda huwa zinatolewa wakati bajeti yenu inapopunguzwa, na inaathiri vipi utendakazi wenu wa kila siku wakati mnapoenda kumtetea mtu yeyote ambaye haki zake zimekiukwa? Uhaba wa bajeti unaathiri vipi utendakazi wenu? Mahali pakubwa sana. Utapata kama tuseme ni magari. Magari mengi ambayo tunatumia yalinunuliwa mwaka wa 2003. Hiyo ni miaka mingapi? Hiyo ni kumaanisha hizo magari kutoka sehemu moja kuenda nyingine ni shida. Saa zingine unapata hata hiyo pesa ya pengine ya mafuta na kufanya ile kazi nyingine kuenda kotini, pesa yenyewe hakuna. Nikitaka kusema hivi kwamba kama si donors, pengine hii tume ya kutetea haki za binadamu hakuna kazi ambayo tungekuwa tunafanya. Ndio. Kwa hivyo kutopewa pesa ambayo tumeitisha katika bajeti huwa inaathiri sana utendakazi wetu. Ndio. Asante sana Lucas kutokana na hilo. Sasa ningetaka pia niwageukie daktari pamoja na John Nene. Wakati kuna hoja moja ambayo ama sentensi moja ambayo umesema hatutakubali nchi yetu iharibiwe. Na hawa leo wanasema hivi, na kesho tunawasikia wakitoa semi kule nje za kuwakejeli wananchi, za kukani kama kuwakera wananchi. Hali hii ya mtu kuwa nduma kuwili, leo hivi kesho hivi. Agnes, nilikuwa nataka niseme hivi, mahali tuko saa hizi, mahali tumefika sababu ya mambo kama inaendelea sasa. Nilikuwa najaribu kukuelezea pale mwanzoni, tukasema kwamba ni vizuri tukubali ya kwamba kuna shida, nyumba inaungua, na tuwezi endelea kufanya mambo vile tumefanya miaka yote. Ukifanya mambo kila wakati vile kama kawaida, basi hiyo kama kawaida itachoma nyumba. Na ndio nilikuwa nakuelezea kukwambia kwamba ni vizuri kuwa Mkenya ambao umeishi siku mingi, uangalie ile maandamano ilikuwako na ile maandamano iko saa hizi, alafu tujiulize kuna mahali tunaenda ama tunaendelea kuharibu nchi yetu. Hata pia amesema ya kwamba kanisa pia tumesema watu ruhusu maandamano. Yes, kanisa pia na hao tumesema amani, 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 mpaka tunasema amani. Hata tukimaliza ibada huwa tunasema amani ya Mungu ipitayo akili zote iwe pamoja nanyi. Lakini sasa amani inaandamana na matendo. Ndio tumesema kwamba nilikuwa nakupeleka na kukwambia kwamba ukiangalia hawa vijana yetu jana walikuwa katika county 24 kulingana na zingine wamesema 23 na sio peke yako. Kwa hivyo 50% ya inji jana ilikuwa na maandamano. Hatuwezi wacha na ile focus, na unless mtu aniambie mimi sijui nani anaweza kuwa aliwapatia watoto pesa ya kwanza, na mtu unless aniambie kitu kingine, sijaona ile kitu, ile lengo lao focused. Last time walikuwa na focus ya kwanza, walisema kwamba reject. Jana walikuwa nasema occupy.
wanashika kitu wanaandamana nayo, wanashika kitu wanaandamana. Lazima walikuwa wanasema reject, jana walikuwa wanasema occupy. Hawa vijana ukiangalia akili zao vile wanakaa, tusione kama ni mzaha. Vijana asubuhi katika mitandao walianza kusema ya kwamba kwanza, sisi wengine walikuwa wanatuambia kwamba kwanza mniombee na dadini nikifa utapewa milioni 2. Walikuwa wanasema hivyo, na wengine hata wakatuma pesa kwa mochari kabla ya Jumatano ya kuangalia miili yao. Wengine, mmoja aliniambia kwamba sikiza, pastor fanya hivi, uambie wale watanipeleka mochari, ukinitafuta unitafute karibu na nini na socket ya stima. Look at those jokes. Kwangu mimi sio mzaha, lakini kuna ujumbe ambao wanajaribu kupitisha. Kwangu ilikuwa hata for sure, hata mimi nilishangaa. Nilikuwa naona ni kama vijana ni mchezo ya vijana lakini kile niliona jana lazima inifundishe kitu. Alafu kitu kingine Agnes, ambaye nishangaza ni resilience ya mwisho, ni inaitwa respect of the institutions. Tumefika mahali vijana hawana hekima na polisi hata kidogo. Hawana heshima. Sasa mahali tumefika, vijana na polisi wameona polisi ni kama kawaida. Sio mahali sisi tulikuwa, na ndio wanasema nyinyi wazee mliwekwa uoga. Sasa hawa vijana wamefika mahali ambapo institution ya polisi ni kama mchezo ndani ya kazi. Na tukifika hapo, tukisema inji hatujachoma atafanya nini? Because ukikosa polisi, inji utaenda wapi? Ikifika mahali tutaacha vijana sasa wakitaka kwenda kuchoma police station wachome. Na hatuna kitu kingine. To be able to solve this, Agnes, lazima tutafute mchakato wa inji ambao tutajiuliza tuko wapi. Mahali tuko hatutapata solution, hatutapata ni matokeo haya, tukianza kuangalia implication. Implication ya kwanza ni heshima ya polisi na hawa vijana hakuna. Polisi na vijana wanaona hao ni ndugu zao ya kawaida. Na ni mahadui, sio ndugu ya kawaida. Wamekuwa ni mahasimu. Marafiki zao walikuwa watu wa army. Watu wa army walipopelekwa barabarani, mliona walikuwa wanachukua picha pamoja. Sasa wakifika kwa polisi wanaona ni vita na vita. Mahali tunaelekea sasa, wapenzi, tukisema tuendelee hivi, tutakuwa mahali pabaya. Kile tungefanya saa hizi mapema tu, nikiulizwa katika opinion yangu ni moja tu. Tafadhali haraka sana tutafute mchakato wa nchi. Hao wanasema sisi tuketi kwa mesa tuulizane tufanye nini. Hatuwezi kaa tuseme mkileta michezo tutawafunja, mkifanya nini hatutakubali. Tukileta hiyo lugha tunatumia, wewe nyamaza, tuendelee, tungoje 2027, hatuna shida. Mchakato wa nchi itatafuta solution ya hii mambo kupitia kwa sheria ambayo ziko. Lakini tumekubaliana watoto wetu tuko na sheria, lakini mchakato ni huu, kuja nami ni kuje, tukubaliane, tujadiliane katika sheria zetu zinasema hivi, mnataka nini, tuwapatie nini. Nakubaliana bwana Nene anatuambia ametupeleka mahali ambayo nilikuwa nafikiria hapo mwanzoni. Shida sio mimi, shida sio kijana. Shida sio kijana, shida ni mimi na wewe. Sababu mimi na wewe tulizaliwa mapema. Na tulipoanza kuzaa hatujakuwa na mipango ya kuangalia watoto wetu. Sasa tuko 54 million, 53 million. Na hao ndio wengi. Kazi ambazo ziko katika nchi ziko na sisi. Na hata wale ambao wako na mali, zile rasilimali ziko kidogo, ziko mkononi mwetu. Na ndio unaona bwana Nene, ukipata mali kidogo unaweza kuwa na utajiri kama wewe, lakini sasa unataka kwenda wapi? Kwa siasa. Unajua kwa nini unataka kwenda siasa? Sababu unataka kutetea utajiri wako na uibe ingine uweke pamoja. Sasa tumeiba, imefika hapa, vijana wanatuambia please release for us. Na ni kama umejua maono ya John Nene. Ningetaka kuongezea. Pale mwanzoni nilikuwa nimesema mambo yakifanyika katika hii nchi ni vizuri tunaketi kama taifa na tunajiuliza maswali. Na tukijiuliza maswali, yale majibu ambayo utapata iwe ni somo ambayo tunakuwa tumejifunza jambo fulani.
Mwaka uliopita wakati hii shida ilianza, mimi mwenyewe nilipata nafasi ya kwenda pale town kuangalia au vijana wakiandamana June last year. Na vile nimefanya kazi yangu kwa miaka mingi, nimeona protests, nimeona watu wakiandamana mara mingi. Lakini wale vijana niliona kwa barabara pale Kenyatta Avenue last year. Mimi mwenyewe nilijiambia kama viongozi wetu wanaangalia na wanasikiza, inafaa waone hao watu ni wengi sana. Na hao vijana wakiwa wengi namna hiyo hawezi kuwa wrong wote. Kwa nini viongozi hawataki kusikiza vile vijana wanasema? Na vile Bishop amesema, mimi wakati nilienda kwa hayo maandamano last year, niliingia huko ndani na nilikuwa nauliza hao vijana maneno. Hao ni watu ambao wanajua lile jambo wanataka. Na wanaufahamu hata wa katiba. Yes. Kabisa wanajua. Saa zingine ndio unaona watu wanaanza kusema hao vijana wanapewa pesa ndio waende kuandamana. Hakuna kitu kama hiyo. Ukienda pale kwa maandamano, usimamishe mmoja, wawili, watatu. Waulize umekuja kuandamana juu ya nini? Atakwambia 1, 2, 3 wanajua. Lile jambo lingine, kwa nini mambo yakifanyika tunawachukua kama mzaha? Lile jambo lingine, hii mambo ya mauaji. Shirika la IPOA last week wamesema after huyu kijana Albert kuwawa, vijana wengine 20 wamekufa katika mikono ya polisi. Sasa mimi mwenyewe nikajiuliza, mbona tunaona, wacha hata Kenya, karibu dunia mzima iko concerned na vile huyu kijana Albert aliuawa. Lakini kabla wiki ishe, wengine 20 na watatu wanakufa. Sasa mbona hakuna masomo ambayo tunachukua kwa haya mambo ambayo yanafanyika? Sababu watu wengi kuwa naandamana wanasema wacha kuua, siku ya pili unaua. Ni kama sasa unakejeli hao vijana na unazidi kupandisha hasira yao zaidi. Asante sana Lucas pia kwa hiyo hoja ambayo umetoa, kwa sababu unaonekana kuna kejeli, kuna dharau na pia kuna ni kama kuonyesha kwamba kile ambacho mnakifanya hata mkiendelea hakuna kikubwa ambacho kitabadilika. Kuna pia amezungumzia na pia wenzako pia hapa wamezungumzia swala hilo. Vijana wana lengo, wanajua kile ambacho wanakitaka, wanaorodha na wanaonekana hawatabadili hadi kile ambacho wanakipigania kipatikane. Mabadiliko ambayo wanataka yafanyike yapatikane humu nchini, sio kuwanufaisha tu wao wenyewe, bali ni wananchi wote humu nchini. Lakini viongozi wanasema kwamba kuna muda hadi mwaka 2027 kufanya maamuzi kwenye uchaguzi. Tutafikia hapa tukiendelea hivi? Vijana watavumilia hadi mwaka 2027? Kwa sababu vijana wanasema kwamba mliuziwa uoga, hata umekiri. Wewe pamoja na sisi wote tuliopo, kwa sababu sisi sio Gen Z, tuliuziwa uoga, hatuna huo ujasiri. Viongozi wanatuambia kwamba tulieni, mwaka 2027 mtafanya maamuzi. Agnes, tunaenda kukua na hii rat race, hii mbio ya paka na panya na serikali mpaka election. Mikimbio, mpaka watu waingie kwa uchaguzi. Na itakuwa na uharibifu itaendelea. Ile kidogo tumekuwa na nchi yetu tumetengeneza muda mrefu tunaanza kuharibu. Sababu pia unaona hao vijana wamesema we have nothing to lose. Kuna kitu sasa. Sasa tunaishi nini? Juzi tulikuwa na argument ndani ya gari yangu. Driver yangu ni Gen Z na mwingine ni akona umri ya juu. Sasa alikuwa anambia usiende kwa sababu sema tutaenda, hata nimeshanunua viatu ya kukimbia. Sasa anambia mtauawa, anasema kwanza alimuuliza kwani umekosa kazi? Anasema hiyo ndio kazi peke yake tumebaki nayo. Kuenda kwa barabara ndio kazi. Ya pili anasema hakuna kitu tunaishi, wacha tukufe, yani let us die for something. Wacha tukufie kitu badala ya kuishi bila chochote. So vile hali iko,
ile tension ambayo vijana wako nayo. Unajua kuna vitu zimepile mingi sana. Mwanzo county government zetu zimekufa. County government, rasilimali ya county government ni ya governor na familia yake na marafiki zake. Hakuna kitu ya maana wanafanya. Sasa wale wamesoma wote wamekuja kwa town. Nairobi ina overflow. Tulikuwa tunatembea upande wa West Pokot, Turkana. Watu wanaishi ile maisha ya zamani. Hawana connection na serikali. Wale wafanyikazi wa serikali wanaenda wanakula kwa mahoteli, tumbo yao ndio inakuwa kubwa. Lakini huwezi ona development moja kwa county ya kubadilisha hali ya watu. Na billions zinaenda kwa county kila mwaka. Billions. Ukichukua bilioni moja ununue mashini za shamba ya kutengeneza shamba, utakuwa umebadilisha maisha ya watu wangapi? Hizi billions ziko wapi? Ziko Dubai, ziko wapi kwa account za family na marafiki na nini? Sasa ile ufisadi na nchi yetu vile imeendelea, mambo imepile mingi, na hii serikali hii ya Kenya Kwanza haiwezi tengeneza hii maneno. Sababu vile wameshaingia, ukiangalia vile wanapanga mambo yao ya ufisadi ndio wameprioritize. Wameweka mambo kwanza, wakajitengenezea vile pesa zitatembea kuingia kwa makampuni zao na mambo zao, na ile mambo ya development hakuna. Hata hiyo pesa ya development yote imeshapangiwa kuingia. Sasa ukiangalia hii serikali wana privatize critical things. Kuna vitu ambaye haifai serikali privatize kabisa, kama agriculture. Kilimo haifai. Sasa Kulanu Galala wanapatia private. Kila mtu ambaye anakuja kwa nchi nyingine kigeni ya kuwekeza pesa ako na matumaini ya kutengeneza faida kwa nchi yake, sio nchi yetu. Kwa hivyo haifai vitu zingine tukue. Ukienda nchi ambazo zimeendelea, tukiangalia nchi zenye zilikuwa chini kama Uturuki. Ukiangalia vile wameendelea nchi yao, mwenye alikuwa the first contractor, first developer ni government. Sio private sector, sio contract na hizi madila, wila dealer yenye serikali inafanya. Sasa wila dealership inaendelea. Hata jana wakiwa wako kwa street, vijana wanaitisha haki yao, mimi niko sure kwa maofisi za serikali deals zilikuwa zinaendelea. Sababu hii ndio kitu wamesha internalize, wameshafahamu. Ndio unaona ili maandamano ikuwe na amani, lazima viongozi ambayo wanafaa kutetea wananchi wawe na hao wananchi kwa street. Kwa mfano, mbunge wa eneo fulani angekuja na watu yake. Hawa ni watoto wetu waliuawa karibu 60 na walikufa kwa ile jenzi ile ya kwanza. Kuna wale ambao tuliona nyakati za asubuhi walikuwa ile ni PR, ile ni hakuna kitu. Inatakana ukuje na watu yako, wale wakuja na watu yao. Viongozi wakiwa pale kwa street. Kwa nini zamani hakukuwa na hiyo haribifu na hii kelele? Kwa sababu ni viongozi walikuwa wana lead hiyo demonstration. Saa hii vijana wako ni vijana wadogo, akili yao haijajenga kama sisi. Hawajui biashara, hawajui ile uchungu ya kutengeneza biashara, au wanatafuta ile kitu ya kuishi leo. Na majority ni wale wanatoka sehemu za chini. Mtu anasema nikibomoa niuze TV moja nitakula mwezi mzima. Hii ndio hali ya watu wako ndani ya nyumba. Watu hawana kitu ya kukula, watu wanateseka, wanatafuta. Wengine wanaona kama tukienda kwa street at least nitapata ka laptop niuze nipate kitu ya kukula. Nairobi imekuwa jam. Our government and the people in government wamefumbwa macho na ufisadi. Watu wanapiga tu madil without hawataki kujua hali ya nchi vile iko kwa sahi. Kwa hivyo hii hali itaendelea. There is no shortcut. Hawa vijana, mimi kila saa wakipanga hii maandamano yao, wanapanga kwa Twitter, wanakuanga na space wanaongea. Ukisikia ile emotion wako naye, na ukisikia zile issues wanasema ni kweli. Na wao ndio wanafanya kazi ya chini katika hizi maofisi. Hao ndio watu ya mkono kwa hizi. Wanaona vile pesa yao inaharibiwa. Mainjinia na wanafuatilia wanasema watu wajinga ambaye hawana akili wanaharibu pesa yetu, na sisi tunaona. Kwa hivyo wanakuja kupigana, na uongozi wetu umenyamaza. Uliona kila kiongozi, hakuna mtu mmoja anakuja kwa barabara kusema walikuja kumon, walikuja kukumbuka wenye walikufa. Kwa nini tusiende nao? Ingelikuwa candle lighting, watu wangeenda wakae wawashe candle kwa street, ikue orderly. But uchungu ya ndani ni ile ya kukosa ajira, ni ile kukosa opportunity, ni ile, yani unaona youth yako is wasted.
Sasa unafanya nini? Si unapigana. Sasa tutatoka vipi kwa hii maneno? Mimi naonelea saa hii Wakenya wamesoma wengi. Watu waache kukaa kwa manyumba. Unapata mtu ukimuuliza si wewe usimame rais eti Ruto atakuwa. Kwani wewe ni mwanamke? Si wewe pia ni mwanaume? Si wewe ni shujaa? Hata wale wanawake mashujaa pia wajitokeze. Saa hii ndio wakati ya viongozi kujitokeza ili to salvage hii situation. The current leadership, hao wenye wako kwa hiyo uongozi hawawezi. Hao watu wameshashiba na ufisadi, akili yao imejaa ufisadi, wakiamka asubuhi ni ufisadi. This crop hawezi. Tungepata viongozi wengine. Unajua hao ambao walijitokeza kama viongozi wa Gen Z, umewaona si ndio? Sijui Kasmueli, Morara, sijui nani. Wote wametishwa, wameogopeshwa, wametoroka. Leadership sio kitu rahisi, ni sacrifice. Sio kitu unatishiwa uoga na unatoroka. Leo unaona watu wana celebrate hawa kina Raila Odinga, kina Martha Karua. They died for that cause. Walitoka na walijiamulia. Step ya kwanza ya kuokoa nchi saa hii ipatikane viongozi ambayo wako na plan. Kuna watu wamejitokeza, niliwaona jana kwa street akina Maraga, sijui Omutata, Babu Owino. They are just jokers. Wanacheza kama vijana tu. Wamejificha hivi wanajifanya hivi. Mbona wasiungane pamoja, waangalie hali ya nchi mahali iko, wa define kitu ambayo inafaa tuongee sasa hivi, waanze kuputi government on check na waseme if this government cannot perform, we are willing to perform as leaders and this is the direction we need to take the people. Waacha kupeleka semi kwenye mitandao ya kijamii. Wanataka advantage. Mimi sitaki tuseme ati tupadilishe huyu tuweke huyu. Sababu mangi ni ile tu. Ni mzito tu. Kutoka mangi ile uweke ile nyingine itakuwa namna kwa nini? Malize hii kwa sababu unasema hawa ambao wako saa hii, mimi nakwambia my cousins pamoja na government of sijui what, vijana wataki ya watu hata waseme nini. Sasa kitu mimi nilikuwa nasema nasema watu wapya ambaye wako na plan. Kama huyu kijana peke yake angalia anabadilisha nchi yake. Wazungu walikuwa namdanganya eti tunatengeneza 1.5 billion kwa dhahabu. Sasa hii ametengeneza 18 billion kwa hiyo dhahabu kwa mwaka. Kwa sababu alisimama na msimamo wake. Kwa sababu yeye yeye alikuja na plan ya nchi yake. We have people like that sitting in houses, very intelligent people, Kenyans wamesoma muda mrefu. Wajitokeze, waungane, wa define what they want to do for this country. But if we rely on these crazy ones, wenye sasa wamebadilisha nguo wanajiita my cousins na wale wengine wako kwa serikali, those guys, the only thing they know is corruption. That's why unaona my cousins hawana agenda isipokuwa Ruto aondoke. They cannot tell you this is what we think this country should do. That kind of conversation ya hii nchi iende mbele haiwezi championiwa na hao watu isipokuwa vijana wapya, generation hii mpya, millennials na Gen Z watafute watu katika hiyo system yao. Vijana wajitokeze, wasimamie uongozi kwa sababu leadership ndio inapeleka kitu mbele. Chaos hii itaharibu tu. Tutaharibu nchi yetu. Angalia hii nchi saa hii ukitembea Bishop. Tumekuwa tukisaidia refugees. Kuna watu hapa kutoka Ethiopia wanakulia kwa sababu ya amani yetu. Watu ya Burundi wale wametoroka, wale wanatuuzia mahoka hapa, wamekuja kwa nchi kwa sababu ya amani na economy ambayo inasonga. Kuna watu kutoka Somalia, nchi yao iliharibika. Jana tulikaa na mmoja kutoka Ethiopia anasema mnaona mnaendelea hivi, mtakuwa kama sisi tu. Hii mahali mnaelekea mtakuwa. Kwa hivyo kitu cha kwanza ijitokezee viongozi, na hawa viongozi kwanza we must put this government on check for the next 100 years, yani 1 year that imebaki, so that they do the right thing to salvage. Waanze kuna creative ideas. Enye kama hii serikali ingewacha hii wiladila yao wasikize. Kuna creative ideas that in the next 1 year we can start absorbing a lot of these young people to start working. Shikilia hapo kwa sababu pia kuna swala la mchakato ambalo pia daktari alikuwa ametoa, lakini kabla ya hilo kuna hoja ambayo ilikuwa inakuasha sana. Nilikuwa nasema hii jambo la kusema hawa waende wengine waingie, huwezi ukasema hawa ni wabaya na sisi ni wabaya, sababu hii system imekuwa ikijengwa kwa muda. Yale mambo yote inafanyika hapa, hii mambo ya integrity, corruption, impunity, public debt,
katika Kiswahili ni mambo muhimu sana. You see that? Hiyo mambo yote ya ufisadi na hii deni la kitaifa. Yeah, na ujeuri ya kawaida. Hii mambo imekuwapo kuanzia pale. Tukisema hata mambo ya deni, surely deni haijaanza na ule anaongoza sasa hii. Hii deni ilianza zamani. Iko siku nyingine waliungana siku moja wakaenda mahali wakachukua deni yuko fika pande hii, sijui ilikuwa wapi. So ni kitu ambayo iko katika community yetu wote. Ndio tunasema ya kwamba wale watu wana shida, mimi nilikuwa mmoja wao, ni sisi wasomi na wanasiasa. The elites and the political elites and the normal academicians, mimi nilikuwa mmoja wao. Sisi ndio tunaonyeshwa na vijana, tunaambiwa tafadhali wazee, kuna shida mahali. Ni shida ni kwamba kidogo ambayo kiko mmeweka kwa mfuko yenu na mnalisha watoto wenu, ango zenu na andi zenu. Na sisi wengine, kuna mtoto amelia katika TikTok, niliangalia mahali. Huyo mtoto akasema nimesoma, lakini kutoka nisome sasa hizi niko na miaka 26 na sijafanya kazi mahali popote, na sasa sijui naenda wapi, na nimesunguka, hata viatu siwezi nikanunua. Ni mtoto msichana, hata viatu siwezi nikajinunulia. Sasa niko hopeless, sina imani, sijui naenda wapi sasa, sina tumaini. Na sababu nimekosa tumaini, nimefikiria mkiniua itakuwa vizuri, sababu baba yangu atapewa milioni 2, mimi najua hakuna siku nitapatia baba yangu milioni 2. Hiyo kitu mtoto anasema inatokana na nini? Ni uchungu. Ni uchungu, na unaona unamwangalia pako unataka kulia. So wapenzi, tusingoje tena 2025 watoto watokee kwa barabara wachome ingine. Amesema kitu muhimu sana. Amesema ya kwamba watu wamekuwa wakitamani Kenya yetu. Hata sisi wana ambao tumekaa nje za ng'ambo na tukarudi pande hii, tulirudi sababu nchi yetu ilikuwa imejengwa. Sisi wengine tulitoroka nchi hii 1998, tumerudi baada ya 15 years. Na tulikuja sababu Agnes, nchi yetu ilikuwa imepata stability, inaendelea. Imejisimamia. Na kidogo tukaleta tuanze kufanya nini? Kujenga, tulee watoto. Sasa tukuache watoto wachome yote, tukisema nyamaza, tungoje, tufanye. Yes, nasema kwamba tuna sheria ambayo tuko nayo. Tuna watu ambao tuko watu werefu sana. Sisi ambao tuko kwa hii darasa, hii klasi ya wasomi na wanasiasa, political elites and the normal academicians. Sisi wale tuko kwa hii mesa, tuko mmoja wao. Tujiulize ni nini tumefanya ambaye imeleta hii shida yote. Na tusidanganywe, tuseme ya kwamba ati hawa ile ilikuwa kutoka zamani. Ati hawa ni vibaraka ya so and so. Hawa sasa wametumwa. Sasa si wako pamoja. Si kuna watu wanaitwa Broad. Sasa Broad iko pamoja. Kama Broad ama Bread iko pamoja, hiyo ni sawa, wako pamoja. Si shida bado inaendelea? Bado inaendelea. Ni kusema shida sio baba, shida sio mama, shida sio kukaa. Shida ni nini? Ni sisi wote pamoja. Na kunyamazia shida sio kusuluhisha. Yes, na kuketi. Muhimu kitu moja, kuna mtu alisema patia mtoto chakula akuondokee. Mtoto amekosa chakula, analilia chakula. Wazazi, tuamke, tuwe na mchakato wa nje, tupatie watoto wetu chakula, watoto waendelee kujiendea. Mtoto akijua kwamba ati huyu ako shule na ataenda kazi pale na anatafuta chakula na ametoka atarudi nyumbani na amani, hakuna siku mtoto ataenda barabara. Tuko barabarani sababu watoto hawana la kufanya. Hawana kazi, hawana chakula. Maisha yanaendelea kuwa hata magumu zaidi. Patia mtoto chakula kuondokee. Simple. Haya, mbona imekuwa vigumu, nikitumia maneno yake daktari? Mbona ni vigumu kwa sababu hawa viongozi hapa tunawapa mfano ama tutawatumia kama wazazi. Mbona wasimpe huyu mtoto chakula? Wanaendelea kumwambia wewe vumilia, kipindi chako kitafika. Vumilia, kipindi chako kitafika, muda wako bado. Mbona viongozi wanaendelea kutia nta kwenye masikio? Jambo la kwanza, hao viongozi ambao tuko nao, kama vile nilikuwa nimesema pale mbeleni, wanaona mambo yanafanyika, vijana wanazungumza, Wakenya wanazungumza, lakini ukisikiza majibu yao vile tumeona hapa, hiyo ni kuonesha watu hawako tayari kubadilika. Wanataka mnyamaze, wache sisi kipindi chetu kikwishe, kisha tutaweza kufikiria mambo yetu. Ndio. Lile jambo lingine,
ni kama hao viongozi wetu wanafikiria sheria iliundwa kwetu sisi raia, lakini viongozi wao wenyewe hawataki kuheshimu hii sheria. Unaona? Na ukiangalia mwaka uliopita, sisi kama tume records zetu, watu 361 walipata majeraha mabaya last year. Na mwaka huu imezidi 400. Mwaka huu jana tu peke yake tumerecord watu 400 ambao walipata majeraha. Hiyo ni kuonesha kwamba hao viongozi ingawa wanaona wameambiwa na waliona watu waliumizwa, bado wanatayarisha kufanya nini? Kwenda kuumiza zaidi. Kwa hivyo kama tulitoka 361 jana tukafika 400 na bado tunaendelea kuchunguza, pengine ikifika jioni idadi itakuwa imeongezeka. Na vile Bishop amesema ili jambo alitaisha hivi tu vile au viongozi wanafikiria ati ni kama upepo tu utapita. Sasa au vijana wakiitisha maandamano mengine, kama already tuko na 400 ambao wameumia. Sasa si tutapata pengine watu 1000. Ni hali ambayo kwa kweli sio ya kuridhisha, ni hali ambayo si ya kujenga taifa, ni ya kubomoa. Vijana last year, mwaka uliopita, lile jambo lingine lilikuwa la uchungu, ilikuwa ni mambo ya watu kupotea. Kijana anakuja anachukuliwa, saa zingine wanajitambulisha sisi ni maafisa wa serikali, tunabeba kijana. Juzi nimeona mzazi mmoja kusema kuanzia last year mtoto wake alipotea na hajulikani mahali yako. Na tuliona viongozi wengine wakisema mambo ambayo ni madharau kabisa, kusema wale vijana ambao tulikuwa tumeshika tulirudisha. Unaona? Na mama alikuwa anauliza mliwarudisha wapi? Mimi sijapata mwanangu. Ndio. Kwa hivyo ukiona kiongozi yeye mwenyewe anakiri kwamba tulishika, tuliabduct kinyume cha sheria lakini tulirudisha, hiyo ni kukiri kwamba hutaki kufuata sheria. Yale mambo ambayo ulifanya mwaka uliopita. Jana pia tumeona habari zingine, pia kuna vijana bado wamechukuliwa, hawajulikani mahali wako, na hatuwezi kuendelea namna hii. Ndio. Asante sana Lucas Jonene pamoja na Daktari Alphonse. Kufikia hapa mtazamaji, nachukua pumziko fupi mno. Tutakaporejea sasa kwenye awamu ya 4 na ya mwisho ya taarifa zetu zinazojiri pamoja na awamu ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na machafuko ama siku baada ya maandamano ya hapo jana Jumatano, tutakuwa pia tunaangazia mchakato. Huu mchakato utawajumuisha kina nani? Ni hawa viongozi, ni Gen Z, kwa sababu wenyewe hawajajihusisha na chama chochote na pia hawana viongozi wa kuwasimamia. Mchakato utahusisha akina nani? Ama ni baadhi ya viongozi wasimame na kusema kwamba sisi ndio tunawasimamia hawa Gen Z? Hali itakuwaje? Mtakuwa mnatupa semi zenu kama wataalam. Mtazamaji, nachukua pumziko fupi mno hapo, baadaye tutakuwa tunaingia kwenye awamu ya 4 na ya mwisho tukimalizia mjadala wetu. The house has to be live. You know, the house is to live. It's to live. It's not to display. No. Yes. In this house, I have dogs. Yes. I have 3 children. Yes. I always have carpets, sofas, all in white, and all the things of deco on the table. And everybody was like, "Are you not afraid about the dogs, or about afraid that the children break?" Yeah. No. Yeah. Yeah, I like that. We just clean, that's it. Yeah. If the dogs come and they spoil, okay, we clean it and finish. But we have to leave the house. It's not just to show, it's to enjoy. When the lines were working in Kenya, I put it and it was run and calling. I was feeling calling my family in Spain.
journey to the farthest corners of the earth. We have so many world cultural heritage in Beijing. Uncovering ancient traditions, forgotten customs, and untold histories. The places you've visited mostly are places which have been preserved because of the cultural and ritual significance they hold in the country, in the country's history. So we'll be looking at the cuisine. South China is tapping in the culinary space from the villages all the way to international market. I've never seen something like this. And I think if we put one in our country, then all the tribes can enjoy their food in one sitting. This season, we venture deep into the heart of China, one of the world's oldest civilizations. Join us, discover China, experience culture like never before. Culture Quest, where stories are not just told, they are lived. Setup ndio show ninapenda. Fungua TV, keti kwa kiti, eka setup alafu feel inaweza. Huwezi fumble, huwezi gamble. Vile watu wanaweka energy vizuri tamashani. Dance na mimi. Ladies and gentlemen, they call me Joe the Best. That is JOEDBS-double-T. And remember, Straight Up Show, we bring you the A-list artists all around the globe, because this is how we roll. And when we talk about the movement, crazy energy, this is what I'm talking about right here on Straight Up Show. DJ Tatua. Vile watu wanaweka energy vizuri tamashani. Dance na mimi. Zoni gani wanaleta maiza mabani tunaka vizuri. Dance na mimi. Strani za kizimbi team si lazima ni tingi. Kitani koma bibi na I don't accept that. Get ready for an unforgettable experience. At KTN, we've got it all. Hold tight, because the adrenaline rush is real. Our action-packed films will have you gripping your seat. Craving suspense? Hungry for adventure? Or just looking for that perfect escape? Whatever your mood, KTN is your ultimate destination for a movie experience. Na mtazamaji, karibu tena, ikiwa sasa imetimia saa 6 na dakika 38 saa za Afrika ya Mashariki. Tuvuke mubashara hadi makafani ya City hapa jijini Nairobi, ambako familia ya kijana mmoja aliyepigwa risasi na kuuawa hapo jana eneo la Rongai kwenye maandamano ya Gen Z inazungumza. Tusikilize kutoka eneo hilo la makafani ya City. 3 of the 4 bodies. One body remains unknown. They were brought in at different intervals from 7:30 p.m. yesterday to around 3 in the morning. Up to this point in time, we have been informed that one family has identified the body, the family of Ian Opongo. They are here and they've positively identified the body. With that particular body, we suspect a gunshot wound that went in through the forehead and out at the back. We continue to follow up, and these bodies were brought in from different areas. One of the bodies was brought in from Kikuyu, the other one from Embakasi, around Mukuru area.
We have a body that was brought in from the Ngara Parklands area, and of course the body of Ian Opongo is from Rongai. And we are saying that, largely, yesterday's protests in Nairobi, at least where we were, they were largely peaceful. There was no need for the excessive use of force that we saw. But we continue to push for justice. It is ironical that we come out to condemn police excesses, we come out to condemn police killings, and in those same processions, more people are killed. So this is something we really need to think through as Kenyans. We have to make sure that protests are not criminalized in this country. Demonstrations and protests are a constitutional guarantee. Why use excessive force on Kenyans who are merely exercising their constitutional rights? So we are calling out the police. We want them to know very clearly that Kenyans have said loudly that Kenya is not a police state. We want them to always exercise restraint, and we want them to be careful because the lives they are taking away. Ian Opongo was only 17 years old. 17 years old, barely beginning to live his life. So we are very saddened by everything that we have seen, and we are hoping that the authorities will take the necessary steps to ensure that the killers are brought to book. Sir, do you guys want to add? Basically, what I can add to this, my name is Patrick Ochieng, human rights activist. What I would like to add my voice to this is that I think we are losing too many young lives, and we have a state that has decided they're not going to listen to what the young people are telling them. And the way this is going, it will not surprise if the country, goes down because the police have refused to listen. And there have been many proposals about police reforms. I think the police force that we have now cannot be reformed. And I think very soon we should be talking about disbanding a police force that has decided it will not listen completely to the cries of the citizens. And I think this is a campaign that we are going to be pushing to make sure that instead of talking about police reforms, we disband this force just the same way we disbanded the Electoral Commission of Kenya, so that we start afresh. Because I don't think the police have become vampires, and anytime they're given a chance to manage protests, they are looking for blood. And I think that needs to stop. Yeah, sorry. No. Naam, kwa majina naitwa Frederick Ojiro. Yes. Mimi ni afisa masuala ya dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu ya Vocal Africa. Na jana wakati wa protest tulikuwa tunafanya monitoring of how the protest was going on. Na kitu ambayo inatukasirisha zaidi kama shirika ni kwamba hata jana pia polisi walikataa kujizuia na wakaendelea kufanya maonevu, na mpaka saizi tumenakili watu 15 vijana ambao wameuliwa kwa mkono wa polisi kupitia risasi. Tunaona zaidi uwezekano wa risasi. Na mpaka saizi hapa City Muchari tuko na familia na anti ya kijana anaitwa Ian Opongo, ambao kijana mdogo miaka 17 aliuliwa jana jioni Rongai, amehifadhiwa hapa. Na pia tumeongea na mama ya kijana ambaye aliuliwa Embakasi Girls, hapo karibu na gate Embakasi Girls. Pia anakuja na aliconfirm mtoto wake aliuliwa jana, na ni kitu ambayo inatughadhabisha sana. Sababu gani? Jana kabla jana wakubwa polisi walituahidi na wakatoka kimasomaso wakahidi nchi nzima kwamba commemoration itafanyika kwa njia ya amani na watasaidiana na umma kuhakikisha kwamba imefanyika bila vurumai ama maafa. Lakini pia tumeona wameendelea kuua vijana, na sisi ni kama shirika tunasema ni kwamba ile order ambayo iliruhusu maofisa wa military haijatupuliwa mbali. Kwa hivyo tunaona ni kama bado hao maofisa ni kama bado pia waliingilia, na tunauliza wale institutions ambao wamepewa jukumu ya kuangalia kazi ya maofisa wa usalama, tunaona ni kama wamezembea kazini, sababu hata mpaka saizi hatuoni IPOA
na maafa nyingi zimefanyika na hatujaona jawabu. Kwa hivyo tunauliza hata hii mandate ya IPOA inafaa iangaliwe, sababu sisi tunashuku ni kwamba si tu maofisa wa kawaida ambao wanafanya mauaji. Tunashuku mpaka ni kama NIS pia iko ndani, tunashuku ni kama pia watu wa KWS ni kama wanaweza kuwa ndani, tunashuku pia ni watu wa prison walikuwa ndani, tunashuku pia watu wa military walikuwa ndani. Kwa hivyo tunauliza, na zile misemi chache za wanasiasa inaonyesha tu kwamba ni hao ndio wanasurutisha maofisa wa polisi na vitengo vya usalama kutudhulumu. Kwa hivyo tunauliza, ni lini haya maafa itasimamishwa? Ni nini itakomeshwa? Na kuambia tu serikali kwamba kama vijana tulijitokeza ili tukumbuke wale wenzetu ambao waliuliwa kwa kusimama tu na haki, na bado mnaendelea kutuua. Ni lini mtakoma kutuua, ama ni nini mnataka tufanye ndio mkome kutuua? Mtazamaji, hao ni wanaharakati wako katika makafani ya City, wameweza kutazama mili ya vijana watatu waliouawa hapo jana, na wote wako na majeraha ya kupigwa risasi, na mmoja wao ni kijana wa miaka 17. Tutakuwa tunakueleza mengi kuhusiana na idadi hiyo ya vifo vya ama maafa ya walio aga dunia hapo jana wakati wa maandamano. Kabla ya kutamatisha mazungumzo, tuangazie hapa, wananchi wa eneo bunge la Kikuyu watalazimika kusubiri kwa muda na kuona iwapo wataendelea kupata huduma za umma. Hii ni baada ya mahakama ya Kikuyu kuteketezwa hapo jana, pamoja na kuvamiwa kwa kituo cha polisi pamoja na ofisi zingine za kutoa huduma za umma. Sijui kama Kimakuchege ananipata, tuweze kumpata. Kimakuchege ametuma taarifa ifuatayo muda mfupi uliopita, tupate taarifa hiyo. The destruction that was done, but I can tell you for a fact that a lot of infrastructure was destroyed. The entire Kikuyu Law Courts was burnt down. The office of the DCC's headquarter, we had procurement offices there. We had the head of the AP, and of course at the Gureti Center we had an entire police station going down in ashes. So the destruction is massive. It is unfortunate ya kwamba hatuna computer wala file wala anything. The rest of the instruction tutapeana with time, si ndio? How possible itakuwa ku reconstruct your file, we will discuss kama stakeholders, and then we will find a way ya ku communicate, right? Wale wenye cases zao ni za civil, probably itakuwa easier, though not smooth. Zile za criminal pia tuta consolidate police and everybody tujaribu kuona how best we can rescue. Na ningetaka tu kukashifu ama kushutumu wale ambao waliingilia kati wakati kulikuwa kumeitishwa maandamano ya amani, wakaingia kati ili kuweza kuvuruga lile jambo, na ningekashifu sana. Tukimalizia tuna dakika 3 kumaliza, kumaanisha kama kila mmoja dakika moja. Tukizungumzia kuhusu swala la mchakato, kwa sababu kwa kweli mchakato utakuwa muhimu iwapo utabuniwa na kuangazia hili swala hili la vijana wanachokipigania, na jinsi pia viongozi ambao wamepewa majukumu na madaraka ya kuhudumu katika vio tofauti watakuwa wanawasikiliza wale vijana. Je, ni akina nani watashirikishwa kwenye hayo mazungumzo, kwenye huo mchakato? Tukianzia na Lucas, kwa sababu vijana wanasema hawana viongozi, hawajajihusisha na hata chama. Ni nani washirikishwe? Ni vijana? Ni viongozi wengine pia watakuja kudandia na kusema kwamba sisi ndio tunawakilisha vijana? Itakuwa vyema kama tunaweza kuwa na mpangilio. Kenya tuna viongozi wengi, na viongozi wasikuwe ni wale tu wa kisiasa. Kama Bishop hapa ni kiongozi, amesoma, anaongoza. Na wengine pia vijana, watu wa makanisa, wa msikiti,
liwe ni jopo ambalo litaleta sekta zote za Kenya pamoja. Alafu wachukue ile orodha ya haya mambo ambayo vijana wanasema hatutaki ya mambo yafanywe. Alafu sasa sisi kama taifa tupatie hilo jopo jukumu la kuangazia maneno, alafu watupe majibu. Lile jambo lingine, hii shida kubwa sana nilikuwa nimesema mwanzo. Hii shida tukiangalia mahali inaanzia wapi? Kutofuata sheria. Kukiuka katiba. Shikilia hapo ndio tuwape nafasi pia. Kabla ya hayo, pale mwanzo nilikuwa nimesema kwamba jana tulikuwa tumereport vifo 8. Alisema kawaida sisi vile kama tume huwa tunafanya hatuwezi toa idadi ambayo hatuja verify. Hamjadhibitisha. Na nimepata ujumbe kutoka kwa ofisi sasa hivi kwamba namba ambayo tumehakikisha sasa hivi ni watu 16. 16. Imedouble. Asante sana. Kwa hivyo idadi ambayo kufikia sasa imedhibitishwa kuhusiana na KNCHR ni maafa ya watu 16. Haya, asante sana. Mtakuwa tunaendelea kutupa, iwapo kuna idadi itabadilika mtakuwa mnatueleza. Mungu atusaidie na aturehemu. Sababu hiyo ni uchungu ambao sijui mzazi anasema nini, but I'm sorry about that. 16 people is not just a joke. Lakini tuseme hivi, hii mambo ya mchakato katika inji kuna vile mambo hufanywa. Kuna mtoto ameanza kulia, kuna baba ana jawabu yake. Kwanza kabla tujapata mchakato, tutakuwa na njia kuuliza maswali. Alafu tuulize mnataka mchakato ufanywe namna gani? Na hata hao jenzi wenyewe watatupatia njia. Na hizo njia zitawekwa pamoja na researchers wetu. Alafu watuulize mkapenda tuende pande hii, ndio. Bora tukubali tunataka mchakato. Alafu how, when, who, what itakuja. But first is willing attitude. Iwapo tunataka. Asante sana daktari. Tukimalizia John. Hii mchakato ikipangwa vile ndugu yetu ameongezea, bila Gen Z hakuna kitu wanafanya. Lakini sasa Gen Z hawa ni akina nani? Hawa Gen Z wako na viongozi. Shida tu wanaogopa wakijitokeza serikali inaanza kuwapiga vita. Lakini wako na viongozi ambao wanatengeneza na hata wanajulikana, wale ambao mobilizers wao wakizungumza wanaanza kufuata wapo. But the government, serikali hawako honest ku-engage hawa Gen Z. Wanaita hao, wanaanza kuwasumbua na kuwa intimidate na kuwa wengine, sasa wanaogopa kujitokeza. Sasa inatakana hii mchakato kama ikue in their terms, not in mkianza kukaa kwa boardroom wataenda kwa street time. Ya mwisho, mimi maombi yangu, mimi najua kuna watu kwa hii Kenya ambao wako na akili ya kusongesha Kenya mbele. Sio wenye wako kwa mamlaka sahi, na sio wale cousins. Watu wapya wajitokeze, walete energy yao, wakae wajue kila sekta ni nini nafaa ifanyike. Kenyans are brilliant enough to come up with something. Alafu hii energy yote ya vijana ikuwe channel kutoa viongozi. Itumike vizuri. Asante sana John Nene, Daktari Alphonse Kanga pamoja na Lucas Kimanthi. Bila shaka mmekuwa wazungumzaji wazuri sana na mmeweza kutoa mwelekeo na kueleza taswira kamili ya jinsi hali ilivyo humu nchini. Na pia asante sana Kimanthi kutoka KNCHR kwa kuweza kudhibitisha idadi hadi kufikia sasa ya maafa ya maandamano imesimamia watu 16. Hiyo ni idadi ambayo mtazamaji imedhibitishwa hadi kufikia sasa na shirika la kitaifa la kutetea haki za kibinadamu KNCHR. Mtazamaji, kufikia hapo nasema asante sana kwa muda wako na pia kwa wote waliofanikisha taarifa hizi pamoja na mjadala wa hii leo. Mimi ni Agnes Gakunga, endelea kutazama KTN.